For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2020. Tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? Somo letu linasema small business with big idea. Biashara ndogo yenye wazo kubwa. Small business with big idea. Ideas. Biashara ndogo yenye mawazo makubwa. Unaanza biashara kidogo lakini na mawazo makubwa. Ina wazo kubwa ndani yake. Tutaangalia kwenye kitabu cha Luka Luka 16 mstari wa 10 mpaka 12. Tutaangalia pia kwenye Luka 19 mstari wa 11 mpaka 27. Tutaangalia pia kwenye Luka 17 mstari wa 6. Tutaangalia kwenye Warumi 4:17. Biashara ndogo yenye mawazo makubwa. Biashara ni ndogo lakini ina wazo kubwa. Tutaangalia kwenye kitabu cha Yohana 12:24. Tutaangalia kwenye Methali 23 mstari wa 3. Tutaangalia kwenye Marko 11:23. Biashara ndogo yenye wazo kubwa. Biashara inapita kwenye hatua 3 tofauti. Tutaangalia aina 3 za biashara. Na biashara inapita kwenye hatua 3 tofauti. Sasa kama unataka kuanza biashara, lazima uzijue hizi hatua 3. Hiyo ndio hatua ambazo zitakusaidia. Na kuna aina ngapi za biashara? Kuna aina 3 za biashara. Watu wengi wameshindwa kufanya biashara kwa sababu wanaruka hatua. Unakwenda hatua ya 3, unakwenda mwingine anaanzia hatua ya 2, ameacha hatua ya kwanza. Ni kama vile unataka kulima, kwamba lazima uandae shamba, uweke mbolea, uchimbe mashimo, uweke mbegu, umwagie maji, palilie, subiri mpaka uweze kuvuna. Ni kama vile biashara inaanza kama kipepeo. Kipepeo anaanza kwenye yai, anakuja anakuwa kama mdudu fulani hivi, alafu anakuja anapata mabawa. Sasa kuna mtu anataka kuanza na mabawa. Huwezi kuruka ukiwa mbegu. Ikiwa ile yai la kipepeo linabadilika, linatamiwa, linakuwa mdudu fulani kama viwawi jeshi, alafu anakuja anapata mabawa mpaka anapendeza.
na biashara ni hivyo. Sasa kuna hatua ambazo lazima upite za kufanya biashara ili uweze kuwa huru kwenye biashara. Sasa usipoweza kugundua hizo hatua na ukaanza taratibu, hasara unayopata ni ya muda. Hasara kubwa kabisa unapata ni ya muda, kwa sababu unazidi kupoteza muda, unakaa duniani hapo unapoteza muda. Yaani hakuna kitu kibaya kama kukaa hapa duniani na kupoteza muda. Kwamba unafanya nini hapa duniani? Una kazi ya kufanya? Ni kwamba umeacha kuuliza. Biblia inasema ombeni, bisheni, tafuteni. Kila kitu Mungu alishafanya. Kila kitu Mungu alishafanya. Mungu anataka uanze chochote kile utakachokianzisha. Mungu yuko tayari kukusupport. Chochote kile ambacho utakianzisha, baba yako na mama yako wako tayari kukusupport. Kuna watu wengi wako tayari kukusupport kwenye wazo lako, lakini lazima uanzishe kitu. Hakuna mtu atakuanzishia kitu. Nakumbuka miaka ya nyuma wadogo zangu walikuwa wananiambia kwamba kaka, tunaomba tufungulie biashara. Nawaambia anza kitu ambacho mimi nitakusupport, nitakusaidia. Lakini mimi siwezi kufungulia biashara. Nikakufungulia biashara inabidi mimi nikae pale, kwa sababu ile wazo ni la kwangu. Wazo sio la kwako. Usipoona wateja utafunga. Wateja wakikuudhi utaweza kuwa na nidhamu na wateja. Kwa maana maana kwamba njoo na wazo lako mwenyewe. Sasa kila mtu Mungu anamsubiri aanze kitu. Kila mtu Mungu anamsubiri aanze. Usipoanza na Mungu akuanzishie. Kwa sababu Mungu akuanzishia itabidi yeye mwenyewe akae pale. Na hana hiyo biashara ya kukaa kwenye biashara yako. Uanze anakusupport. Mungu ndio mwekezaji namba moja. Wawekezaji wote wakiwekeza kwenye kampuni yako hawakae hapo. Ukinunua hisa kwenye kampuni ya mtu, au uende kufanya kazi kwenye ile kampuni. Unanunua hisa kwenye kampuni ambayo imeshaanzishwa na kampuni ambayo ina wazo zuri. Ili wazo ndani ya miaka 10, 20, 30 litakuwa zuri. Kama wazo la Apple, iPhone, kiangalia Microsoft, Google, ni wazo la miaka mingi. WhatsApp, Facebook, ni wazo la miaka mingi. Ukinunua share za Facebook, unajua atakaa muda mrefu. Ukinunua share za Apple, watakaa muda mrefu sokoni. Kwamba ukinunua share uende kufanya kazi kwao. Hata na Mungu ananunua share kwenye kampuni yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi ya mikono yako. Kwa sababu anakuambia ukianza tu mimi nitabariki hiyo kazi ya mikono yako. Kitu Mungu anachowekeza pale ni baraka. Anapitisha ile kazi, anaihalalisha ile kazi. Kwamba hii kazi anaondoa laana iliyoko kwenye ile kazi, anaweka baraka, anaondoa giza lililoko kwenye ile kazi, anaweka nuru. Ile kazi inachanua. Lakini pasipo Mungu ile kazi haichanui, haikui. Kwa hiyo lazima uangalie ni namna gani unapotaka kuanza biashara. Kuna hatua za kupita, kuna aina 3 za biashara tutaziona, ili uweze kujua kabisa kwamba unaanza na hatua hii, unaenda na hatua ya pili, hatua ya 3. Maisha yanabadilika na biashara yako itakaa zaidi ya miaka 50. Ukiwa na wazo la biashara, wazo la huduma, ile wazo lazima ulipime litaweza kudumu kwa miaka 50. Kama liko chini ya miaka 50 usifanye. Wazo lolote lile la biashara na huduma, kama liko chini ya miaka 50 usifanye. Wazo la Kingdom Business liko zaidi ya miaka 50. Ndio sababu tunalifanyia kazi, kwa sababu ile wazo mimi kama sipo na watu wengine wataendelea kulifanyia kazi. Ni zaidi ya miaka 50. Sasa kama wazo lako la miaka 5 usilifanyie kazi, achana nalo. Angalia wazo la muda mrefu. La muda mrefu. Kiangalia wa Marekani, wa Israeli, wa Marekani wana mafuta ya kutumia petroli na diesel miaka 200 na kuja mbele bila kununua mafuta mahali popote. Wa Israeli walitengeneza master plan ya nchi ya Israeli kuanzia mwaka 1949 miaka 100 mbele mpaka mwaka 2049 inafika miaka 100. Kwa hiyo sasa wanaangalia miaka 100 mbele. Sasa na wewe lazima uwe na mawazo ya muda mrefu. Watu wote wenye mawazo ya muda mrefu hawaki mapema. Na Mungu hawaui, kwa sababu Mungu hawezi kuua wakati hujamaliza kazi yako. Kwa hiyo lazima watu wanaokufa mapema kwa na mawazo ya muda mfupi. Walikuja hapa wale walale, wazae, waishi tu,
wafanye hizi kazi vidogo vidogo. Basi hamna kitu kingine ambacho kimemleta hapa, kwa sababu ndoto, usisubiri Mungu akutengenezee ndoto, usisubiri Mungu akuanzishie ndoto, kwa sababu neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Mathayo 9:36-37. Neno la Mungu linasema Mathayo 9:36-37. Yesu anasema na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. 37. Ndipo akawaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Hilo ni tangazo la kazi. Mungu anatafuta watu wa kazi. Mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Ukisoma mstari wa Mathayo 13:12, neno la Mungu linasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Kwamba kuna vitu vya kulazimisha. Luka 16:16, neno la Mungu linasema nini? Torati na manabii vilikuwapo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu utangazwa na kila mtu ujiingiza kwa nguvu. Habari njema inatangazwa na kila mtu anajiingiza nini? Kwa nguvu. Kwenye biashara lazima ujiingize kwa nguvu. Kwenye biashara, kwenye huduma lazima ujiingize kwa nguvu. Ukiona watu wengine wanafanya biashara, na fanya biashara, anza kuchoma mahindi, unajiingiza kwa nguvu. Anza kuuza karanga, anza kuuza pipi, unajiingiza kwa nguvu. Utakutana na mtu mwingine kule barabarani, atakupa wazo lingine kubwa zaidi. Small business but a big idea. Kuna mtu anakupa wazo ambalo ulikuwa hauna, kwa sababu ungelikuwa nyumbani kwako asingekuona. Kwa sababu umetoka barabarani, anakuona kule barabarani, anasimama, ananunua pipi, ananunua karanga, anaongea na wewe. Mungu anatuma malaika kuja kuongea na wewe kule barabarani, sio nyumbani kwako. Yule malaika anakukuta barabarani unauza karanga. Yesu anasema ukiwa na imani kidogo tu. Luka 17:6. Luka 17:6 anasema, Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkui huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Unahamisha mkui, unahamisha mlima kwa imani ndogo ya kwenda kuuza karanga. Imani ndogo tu ya kuchoma mahindi. Imani ndogo tu ya kuweka kitu barabarani huko. Unahamisha nao mlima. Kwa sababu hiyo ni imani, kwa sababu watu wengi wanaona aibu kuchoma mahindi barabarani. Na imani sio aibu. Aibu sio imani, uoga sio imani, hofu sio imani. Kwamba umeidharau aibu yako, ukaamua kwenda barabarani. Hiyo imani inatosha Mungu kuifanyia kazi hiyo imani. Akafanya kitu kikubwa kupitia hiyo imani. Hiyo imani kidogo tu ya kuuza karanga, imani kidogo tu ya kuuza pipi barabarani, kuchoma mahindi, inatosha. Kuuza maji, kuuza soda, kuuza vocha, inatosha Mungu kuitumia hiyo imani akafanya mambo makubwa. Kumbuka, ukitaka kuchoma msitu ni njiti moja ya kibiriti, inachoma msitu mzima wa Kongo, unachoma na njiti moja. Kwa lazima ukae chini uangalie kwamba ni wapi ambako unakwama kwenye kuthubutu, unakwama kwenye eneo gani? Kwa sababu kuna maeneo matatu. Hebu tuangalie maeneo matatu kabla sijamshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwanza dakika moja, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 7 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7
na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, mabariki ya majira ya saa saba na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunafungua malango ya saa saba kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya fikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuona neno la Kristo, katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa majira ya saa saba. Asante kwa Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu. Tunakuja mbele yako, tunakuomba Roho Mtakatifu utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Kristo Nazareth tuliyobaka msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunakaribisha Roho Mtakatifu katika majira saa saba mpaka saa nane, tufundishe njia zako, uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, tupe akili ya Kristo, tupate ufahamu wa Kristo, tupe akili ya Kristo, tupate nguvu ya kuthubutu, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Okay, tuendelee na somo letu. Kuna maeneo matatu ambayo tutaangalia, tutaangalia aina tatu za biashara. Watu wengi sana kwenye maisha wanataka kuwa safe, salama. Hapa kuna asilimia kubwa sana ya watu. Sehemu ya pili, kuna watu wanao risk. Hapo kuna watu wachache wanao risk. Sehemu ya tatu, kuna watu ambao wanachukua kitendo cha imani. Hawa ni watu wanaoamini, watu wanaomfuata Kristo, wanachukua tendo la imani. Wanao risk, hawa ni wafanyabiashara wa kidunia. Wanaotaka kuwa salama ni watu wenye ndoto, wana maono, lakini hawataki kuthubutu kufanya chochote. Anajua anaweza kufanya kitu fulani, anasema nitafanya kesho, mpaka umri unasogea, anafikia miaka 100 hajafanya. Kwa hivyo anataka kuwa salama, ana play safe. Some people take risks, some people play safe, some people they take an action of faith na wanafanikiwa. Sasa wewe ni kwamba huyu ambaye ana risk anajihatarisha. Sisi wa Kristo atuamini katika kujihatarisha. Sisi tunaamini katika imani. Kwa sababu imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiayo baada ya mambo yasiyoonekana. Sio kujihatarisha. Kujihatarisha ni kutokujua kama utafanikiwa. Kujihatarisha ni kubahatisha. Lakini ukifanya jambo lolote kwa imani, kwa msingi wa neno la Mungu, unajua hicho kitu kitatokea. Unamcha Mungu na unatenda haki, hicho kitu kitatokea. Ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiayo baada ya mambo yasiyoonekana. Imani unaanza kutamka kile kitu ambacho unataka ukifanye. Imani unaanza kupambana na changamoto. Lakini kujihatarisha ni kuwa na uhakika. Alafu ni kujihatarisha ni mtu ambaye ana taarifa za kutosha. Mtu anayejihatarisha ana taarifa za kutosha. Kwa hiyo inabidi yeye aende tu. Akipata sawa, akikosa ni sawa. Lakini anayekwenda kwa imani, anayetenda kwa imani hata kosa. Abraham alikwenda mpaka miaka 75 akukosa. Mungu akampa miaka 100 zaidi ya kuishi. Anayejihatarisha hawezi kusubiri miaka 75. Hawezi. Huyu anayejihatarisha anataka kitu kitokee saa hii leo. Na huyu ambaye ana play safe, ambaye anakaa salama, hataki kufanya chochote, yeye yupo tu anasupport maono ya watu wengine. Yeye kazi yake ni kusongesha maono ya watu wengine. Anatafuta kazi za kuajiriwa, anatafuta kibarua, akae chini ya mtu mwingine. Hataki kabisa kutumia akili yake, hataki kuumiza akili yake. Anataka mtu mwingine afikiri, yeye amwambie tufanye hivi, fanye. Anataka kuwa salama, mtu mwingine afikiri badala yake. Anajihatarisha, anafikiri mwenyewe. Lakini katika mazingira ambayo ni mabaya zaidi, apate au akose, aumie au awe salama. Anayekwenda kwa imani yuko sasa. Yesu akujihatarisha. Yesu alikwenda kwa imani. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego au kujihatarisha, walikwenda kwa imani. Abel akujihatarisha. Abraham akujihatarisha, walikwenda kwa imani. Yakobo akujihatarisha. Hawa mashujaa wa imani
wote hawakujihatarisha hata mmoja, walikwenda kwa imani. Kwa imani waliweka imani yao kwa Mungu, na matendo yao yote yalikuwa yanampendeza Mungu, na Mungu akafanya nao kazi. Kwa hiyo sasa lazima uangalie unapotaka kufanya biashara, kuna hizi njia tatu. Kuna mtu ambaye ataenda kwa ajili, atauza muda wake, anataka kuwa salama. Ni biashara pia kuuza muda. Kuna mtu atajihatarisha, na kuna mtu atachukua kitendo cha imani kwamba kila kitu anachokifanya anamwamini Mungu atafanya. Kuchukua kitendo cha imani ni Mathayo 6:33, bali tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtafanya mtazidishiwa. Anachukua kitendo cha imani, anafanya kazi ya Mungu kwanza ili Mungu afanye ya kwake. Kwamba uwezi kumisi kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Anakwenda kwa watoto yatima, anawasaidia kufua, kupika, kufanya usafi, anaenda kutunza mazingira, anaenda kuombea wagonjwa, anaenda kuhubiri injili barabarani, anakwenda kwa wajane, anaenda magereza, anakwenda kwa watoto mtaani, anaenda kwa walemavu, anaenda kusaidia wazee, wajane, anaenda kusaidia. Lakini anajua nikifanya kazi ya Mungu, Mungu atafanya kwangu. Huko ndiko kufanya biashara kwa imani. Anatoa muda, is a giver of time. Sisi tunafundisha kutoa fungu la 10 la muda. Hatukufundishi kutoa fungu la 10 la fedha, kwa sababu fedha hauna. Kama huwezi kutoa muda, huwezi kutoa pesa. Kwa hiyo huyu mtu tunamfundisha, tunamwambia kwamba katika kila dakika 60, dakika 8 ni za Mungu. Katika kila dakika 60, dakika 8 ni za Mungu. Kwa hiyo dakika 2, dakika 59 na dakika ya 60, hii hapa ni seed, ni mbegu. Hii ni alfa na omega. Na dakika ya kwanza mpaka dakika ya 6 ni ya Mungu. Hii ni fungu la 10. Kwa ina maana dakika 8 ni za Mungu katika kila saa. Dakika 52 ni za kwako. Mungu anataka dakika 8 tu katika kila saa kutoka kwako. Dakika 52 ni za kwako. Fanyia kitu unataka kufanyia. Lakini bado watu wanashindwa kumrudishia Mungu dakika 8. Ukifika leo mbinguni utaulizwa vitu vingi tu. Huwezi kurudi tena. No point of return. Unaambia ulishindwa kutupa dakika 8 sisi. Unaweza kukaa kwenye smartphone zaidi ya dakika 8, masaa na masaa. Unaweza kukaa kwenye mpira masaa na masaa, ukakaa kijioni masaa na masaa, ukaongea umbea, ukaongea vitu vya dunia masaa na masaa. Lakini ulishindwa kutupa dakika 8 tu. Na sisi kwa tunataka dakika 8 kutoka kwa katika kila lisaa. Aidha uombee wagonjwa, uombee serikali, uombee nchi, uombee wazee, uombee kanisa, uombee watu wakoke, uende ukafanya kitu chochote kile, usome neno la Mungu. Dakika 8 tu ufanye kitu, mkumbuke Mungu. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, kupata hekima, kupata maarifa, kupata kazi, kupata mafunuo, kupata maono, kupata ndoto. Ili anafanya imara agano lake kama alivyowapa baba zako. Kwa hiyo lazima ujue kabisa katika kila risala moja, dakika 2 ni za mbegu, hizo zitaota. Dakika 8 unalipa. Hizo ni tithe, ni fungu la 10, kama vile unalipa kodi ya serikali. Kwa hiyo lazima uwe makini unapoishi hapa duniani. Una masaa 24, jiulize unayatumiaje. Na kuishi bila ndoto ni kuishi kama mnyama. Kama huna maono lazima uwe na ndoto. Kama huna maono lazima uwe na ndoto. Kwamba kuna kitu unataka kufanya. Ile ndoto inakusukuma kufanya kitu. Na kile kitu kikifanya kwa umakini, Mungu anakibadilisha kana kuwa maono. Kwa sababu maono ni ndoto ambayo Mungu amewekeza. Maono ni ndoto ambayo Mungu amefanya nini? Amewekeza. Leo Toyota alikuwa na ndoto kutengeneza magari. Ford Company alikuwa na ndoto kutengeneza Henry Ford, kutengeneza magari. Haikuwa maono. Lakini baada ya kufanya kwa uaminifu, Mungu akawekeza. Mpaka leo Ford anatengeneza magari. Na Ford mwenyewe alishaondoka. Mungu akishawekeza, yani wewe ukifa bado Mungu yuko. Mungu hatakufa. Ina maana hii kampuni Mungu akiwa partnership na wewe, Roho Mtakatifu akiwa ni partnership na wewe, wewe utakufa lakini yeye hafi. Alafu wewe ukifa yeye anatafuta partner mwingine. Unaona ndio uzuri wa kufanya kazi na Mungu, kwamba wewe ukifa yeye hafi, yeye anatafuta partner mwingine, anachukua ile nafasi yako. Kampuni yako, jina lako linaendelea kuwepo duniani. Jina lako linaendelea kuwepo. Leo utaona kuna Coca-Cola, kuna McDonald's, kuna Colgate, kuna Toyota. Hawapo duniani siku nyingi, lakini walikuwa partnership na Mungu. Kwa hiyo ina maana wale walipoondoka Mungu katafuta partner mwingine, kwa sababu ile wako partner na Mungu. Ni kama mtu akifia na mke, anaoa mke mwingine, kweli uongo? Ndio jinsi ilivyo. Ndio jinsi ukifa, sasa anatafuta mtu mwingine. Na anajua watu ambao wako sahihi, watu waaminifu, watu ambao wanafanya kazi. Ana partner naye, akifa tena yule anachukua mwingine.
Ile kampuni inaendelea kuwepo. Leo kuna majumba, kuna mabiashara yako Marekani yana miaka 200, miaka 300, kizazi na kizazi. Unaulizwa kwa nini ni kizazi na kizazi? Kuna mkono wa Mungu pale. Kuna mkono wa Mungu. Kuna mtu aliingia mkataba na Mungu kwamba nafanya biashara na Mungu, mimi nikiwa sipo, Mungu atatafuta mtu mwingine wa kusimamia nafasi, huyo mwingine naye akiondoka hivyo. Kwa lazima ujitahidi kuhakikisha kwamba mtu anayefanya biashara kwa imani, huyu ni mtu anayefanya vizuri sana, anayechanganya biashara yake na imani. Tuangalie Waebrania sura ya 4 mstari Waebrania sura ya 4 mstari wa 2. Waebrania 4:2 neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa alikuwafaa hao, kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Chochote kile utakachokifanya ukichanganya na imani kitakuwa na kitakaa, watoto wako watakiona. Lakini kama usipochanganya na imani, umekifanya kwa kuona, twaenenda kwa imani sio kwa kuona. Wakorintho wa 2:5-7. Wakorintho wa 2:5-7. Tunaenenda kwa imani, kwa imani sio kwa kuona. Kwamba ukienda kwa imani hicho kitu kitadumu. Ukisoma Warumi 14 mstari 23, Warumi 14:23, neno la Mungu linasema, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Warumi 14 mstari 23. Kwamba usifanye biashara kama hujachanganya na imani, tayari ni dhambi. Ukirithi ni dhambi. Usipofanya biashara ni dhambi. Kwa sababu Yesu aliwapa watumwa wake 10 mafungo ya fedha. Akawaambia fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Yesu alikuwa anafundisha swala la muda na biashara kuliko mbinguni na kuzimu. Aliongea sana pesa na muda kuliko mbinguni na kuzimu. Kwamba swala la pesa lazima ulijue, swala la muda ulijue. Ujue muda, ujue pesa, una maisha. Lazima ujue muda, ujue na pesa. Kwa sababu ukiheshimu muda utapata pesa. Kwa sababu muda utautumia vizuri, pesa zitakufuata. Kwa lazima ujitahidi kwenye ile eneo ulifanyia kazi. Kwa hiyo tunataka kukiangalia siku ya leo ni wazo dogo la biashara, biashara ndogo yenye wazo kubwa. Biashara ndogo yenye wazo kubwa. Biashara inapita kwenye hatua 3 tofauti. Nataka tuziangalie hizo hatua 3. Hatua 3. Hatua ya kwanza ya biashara inaitwa, Kiswahili tutasumbua kidogo lakini tutapata tu lugha nzuri, intellectual property business. Intellectual property business. Hii biashara ni mawazo, biashara ya kuuza mawazo, intellectual property business. Yaani kama vile designers, watu wanao architect, watu wanaouza, wachora ramani, watu designers, watu ambao wana artisti, wasanii, watu wanaouza vitu vinavyotoka kichwani, wa designer. Kama unaona mtu amedesign magari, anauza, anauzia Toyota zile picha za magari, ana design kitu fulani, anauzia kampuni fulani. Kama movie, ana design. Hao ni watu wanaandika proposal, wanaandika, yani hiyo inaitwa intellectual property business. Yani ni mawazo. Hichi ni kitu, ni wewe unakaa chini unafikiri. Hii ni biashara ambayo mtaji wake ni muda. Mtaji wake ni muda na utulivu na afya nzuri. Kakaa chini ukafikiri, ukaja na kitu. Watu wanaobuni vitu. Watu wanaobuni vitu, technology, kama unavuna smartphone, unaona technology, magari, madawa. Wale watu wana copyright patents za yale mawazo yao. Umeelewa? Sasa hii biashara inaanzia, biashara yote ile inaanzia kwenye hii level hapo. Ukitaka biashara ndogo yenye wazo kubwa, inaanzia kwenye kiwango hichi. Hapo unahitaji pesa yote, unahitaji muda tu wa kufikiri. Unahitaji taarifa tu. Aidha umesoma vitabu na watu, mtu mwenye hekima unamfuata nyuma yake, una mentor, una darasa kama hili unakuja kujifunza, unasikiliza audio mbalimbali za watu ambao kuna kitu ambacho unachokifanya wewe kinaelekea na cha kwako, unaangalia wanafikiri nini, wanafanya nini.
ni kama vile unaona mtu ana trade forex, ile tunaita intellectual property business, kwa sababu forex ni ubunifu, ni kwamba ni mtu anakaa, ni skill, ni ujuzi ndio intellectual property business, ni ujuzi ambao unaweza kuuza ukabadilisha na nini na fedha, kauza ujuzi. Kwa mfano mtu anayetoa ushauri ni ujuzi, mtu anayefundisha ni ujuzi, semina ni ujuzi. Sasa kwa hiyo unapotaka kuanza biashara lazima uanze kwenye hatua, uanze kuuza wazo lako. Unaanza kuuza nini? Wazo lako. Kama sasa hivi nikupe mfano mzuri wa hii huduma ya Kingdom Business. Tunachokifanya mimi sasa hivi, nimetoa miaka 10 ya kuuza wazo langu. Ninauza ile wazo kwa pesa kimvuli. Pesa kimvuli, yaani kwamba najitambulisha kwa watu na napeleka wazo langu sokoni, niangalie watu wanasemaje kuhusu ile wazo. Watu wanasemaje, ile wazo linaweza likabadilisha mtu, linaweza likaleta shuhuda. Ndio kitu ambacho nimetoa miaka 10 mpaka mwaka 2022 namaliza, kwamba naweka wazo langu sokoni na niko kwenye majaribio. Unapotuona sasa hivi hapa tuko kwenye mazoezi. Kwa hiyo sasa mpaka mwaka 2022 tutakuwa tumeshapata majibu kwamba wazo letu tunaliingizaje sokoni. Tuko pamoja kwamba we give people value first, yani unapanda mbegu kwanza. Sasa hivi tunapanda mbegu. Sasa intellectual property business ili ni eneo la mbegu, ni eneo la kupanda nini? Mbegu. Unapanda mbegu, huwezi kuvuna mahali ambapo hujapanda. Utaona hatua ya pili na ya tatu ni kitu gani kinachoendelea. Sasa lakini eneo la msingi ambalo hata kuongea na kufundisha linaweza likachukua masaa mengi sana ni hapa kwenye kuuza wazo lako. Kwa mfano umekutana na mwanamke unataka kumooa. Wewe hauna nyumba, hauna gari, hauna biashara, hauna chochote, lakini una wazo, una maono, una ndoto yako. Unamwambia yule mwanamke, mimi nimekupenda, nataka uwe mke wangu, na kuuzia wazo langu, na kuuzia ndoto yangu, na kuuzia maono yangu. Mimi sina hivyo vitu ambavyo utafikiri kwamba watu wengine wanavyo. Baada ya miaka, sina nyumba, sina gari, sina ABC, lakini nina maono, nina ndoto. Hii ndoto yangu itamachua baada ya miaka 20. Baada ya miaka mingapi? 20. Unamwelezea ile ndoto yako ilivyo. Unamwelezea ndoto yako utakuwa nani, utafanya nini. Mpaka unamuingiza yeye katika nafasi ambayo yeye atakuwepo kwenye maisha yako, kwamba atakuwa nani kwenye ile yale maono yako. Alafu unampa nafasi ya kuchagua, unampa nafasi aende akakae afikirie, akuletee majibu. Akiamua kuolewa na mtu ambaye ana nyumba, ana magari, ana biashara, ana hivyo vitu anavyovitaka, ni sawa. Akiamua kuolewa na yeye, ni sawa. Yaamua. Lakini baada ya miaka 30 ya kuja mbele, miaka 20 mpaka 30, yule mtu ambaye alikuwa na magari, ana nyumba, ana biashara, hata kuwa navyo, yule bwana ndo atakuwa navyo hivyo vitu. Tuko pamoja? Yule mtu ambaye ana nyumba leo, ana magari leo, ana biashara leo, baada ya miaka 20 ile biashara imeshapitwa na wakati, ile nyumba imeshapitwa na wakati, na magari yameshapitwa na wakati. Pengine hana hata magari, anatembea kwa mguu. Lakini yule sasa mwenye maono ndio atakuwa na hivyo vitu. Sasa ndio hapo kwamba kwenye kuuza wazo lako, unauza maono yako. Kama sisi tunauza maono yetu, tunauza ndoto yetu, tunauza kusudi letu, tunawaeleza watu, tunafundisha watu. Watu wafikiri unawezaje kufanya biashara kupitia Biblia, kupitia neno la Mungu? Unawezaje kutumia muda, kutajirika kwa kutumia muda? Unawezaje kuchanganya neno la Mungu na biashara? Unawezaje? Hicho ni kitu ambacho kinawapa watu wengi matatizo, kwamba unachanganyaje dini na biashara, imani na biashara, mambo ya Mungu na biashara. Watu wengi walishaambiwa kwamba pesa ni shetani. Pesa sio shetani. Unaona? Pesa ni mali ya Mungu. Fedha na dhahabu yote ni mali ya nani? Ya Mungu, sio ya shetani. Kwamba ni staili uliyoipata ile pesa ndio itaamua kwamba umepata kwa njia ya Mungu au umepata kwa njia nini ya shetani. Staili uliyopatia ile pesa. Lakini hakuna shetani amiliki chochote huko duniani. Amiliki chochote, yeye kazi yake ni
kuweza kuyumbisha mawazo ya watu wafanye vitu wanavyotaka yeye. Lakini swala ni kwamba pesa ni mali ya Mungu. Sasa imani ambayo tulifundishwa, injili tuliyofundishwa kwa miaka nyuma, kwamba unaambiwa ukiwa maskini ndio utaingia mbinguni. Lakini Biblia inakuwa, kwa sababu watu wanakuwa hajasoma Biblia, na Biblia sio kila mtu anakuwa na Biblia. Biblia inakwambia kinyonge akitaingia wapi? Mbinguni. Sasa kama kinyonge akitaingia mbinguni, huyo maskini ataingia? Hawezi kuingia, sababu afanya kazi. Mkuja hapo kucheza na muda, akufikiri. Biblia inasema siku zikiwa nzuri furahi, siku zikiwa mbaya fikiri. Watu wanataka kufikiri. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba ili ni eneo la msingi sana. La msingi sana kwamba kuingiza wazo lako sokoni, kuwaambia watu kile kitu unachokijua, kuwaambia watu ndoto yako. Yusufu aliuza ndoto yake, alianza kuielezea. Ndio sababu changamoto ikatokea. Na ile changamoto alipouza ile wazo lake, ndio aliuza ile wazo kwa ndugu zake, akaenda kwa waziri mkuu Misri. Ndoto ni kama mbegu, lazima ife kwanza ndio izae matunda mengi. Na Yusufu lazima alikufa kwanza ndio akawa waziri mkuu wa Misri. Aliteseka kwanza ndio akawa waziri mkuu wa nini? Wa Misri. Kuna kitu kinakuja kirahisi. Ukitafuta kitu kirahisi hapa duniani, unatafuta kuteseka. Lazima ukubali kulipa gharama jambo lolote. Usipoweza kulipa gharama, hakuna kitakachotokea. Hakuna kitakachotokea. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza ambayo lazima uwekeze, kuwapa watu kwanza taarifa, kupanda mbegu kwanza, kwenda kufanya kazi za kijamii, kufanya kazi ya Mungu. Ili ndio eneo ambalo tunasema bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtafanya nini? Itaongezeka. Kumtumikia Mungu ni kutumikia watu, kutumikia watu, kwa sababu Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa kama unaweza kutumikia watu, kufundisha watu injili, Yesu akasema nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkawabatize katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Akasema kwamba dini iliyo safi ni kwenda kuwatazama yatima na wajane. Akasema kwamba akamtoa yule mtu akamweka kwenye bustani ya Edeni, ailime na itunze, kwamba katunze mazingira. Anasema nilikuwa hospitalini mkuja kunitazama, nilikuwa magereza mkuja kuniona, nilikuwa sina nguo mkunivisha, nilikuwa sina chakula mkunipa chakula. Anasema aliyemsaidia mdogo huyu amenisaidia mimi. Sasa vitu vyote hivyo ndio vinaanzia hapa kwenye wazo lako la biashara. Wazo lako la biashara ukichanganya na imani, lazima ufanye vizuri. Kuchanganya na imani ni kuchanganya na kazi za Mungu, ni kuchanganya na kumtumikia Mungu. Neno la Mungu linasema na wakisikia na kunitumikia watapisha miaka yao katika kufanikiwa na siku zao katika furaha. Kwa maana ni kwamba ni wewe ile wazo ambalo umeshalipata wazo, Mungu anakuza wazo la mtu pale ule Mungu anapoona ile wazo lina maslahi naye. Kama wazo lako la biashara lina maslahi na Mungu, Mungu alikuza, kwa sababu kuna mtu alikupa ile wazo, kuna mahali ile wazo limetokea. Yule aliye kule alikochukua ile wazo, either ni la upande wa giza au ni la upande wa nuru. Sasa kama ni la ulimwengu wa nuru, nuru itasupport ile wazo. Kama ni ulimwengu wa giza, giza litasupport nini? Ile wazo. Kwa mfano leo unakuja na wazo la kuuza madawa kulevya, kuuza pombe, kuuza sigara, kuuza bangi. Leo wazo sio la Mungu, limetoka kwenye upande wa giza. Kwamba Mungu hawezi kusupport ile wazo, hawezi kuwekeza kwenye ile wazo. Unaona? Lakini ule upande wa giza utawekeza kwenye ile wazo. Utawekeza kwenye ile wazo. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba wazo lako lazima uchanganye na imani. Ukisoma kitabu cha Methali 16 mstari wa kwanza mpaka wa 3, Methali 16 mstari wa kwanza mpaka wa 3, neno la Mungu linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi utoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mstari wa 3, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Methali 16 mstari wa kwanza mpaka wa 3, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Yatathibitika kwamba ukimkabidhi Mungu kazi zako, mwambie Mungu kazi yako, wazo langu ni hili hapa, nataka niwe kila wiki mara 3, kila siku tutakwenda kwa watoto yatima, kwenda kwa sera, kufua, kupika, kufanya usafi, kwenda kutunza mazingira. Chagua moja tu katika hizo kazi za kijamii, sio kila kitu unafanya. Chagua kama ni kutunza mazingira, eneo la kupanda miti tu, simama na kupanda miti, kuchimba mashimo ya taka,
chimba mashimo hata kufagia tuko barabarani, fagia ni kusafisha mitaro. Shika eneo moja, kama ni kwa watoto yatima kuwasaidia kazi za mikono, fanya hicho. Kama ni kwa wajane, fanya hicho. Chagua sehemu moja tu, sio ushike kila kitu. Sehemu moja tu, hiyo imani ndogo tu, hiyo sehemu moja inahamisha milima. Kumbe kwenye mazingira ni mapana sana. Unaweza kuamua kutunza vyanzo vya maji, ukaamua kwenda sehemu watu wanaishi kando na hifadhi za taifa. Unafundisha watu mahusiano na hifadhi, wanyama jinsi gani wanaweza kulima na wanyama wasile mazao yao, jinsi gani wasiue wanyama. Wengine kutunza vyanzo vya maji, uvuvi, sehemu mbalimbali. Naongea, unafundisha. Kuna sehemu na serikali inafundisha bure hiyo elimu. Unaenda kule wanakufundisha na wanaanza kufundisha watu. Kwa hiyo ni eneo ambalo unashika kasehemu kamoja tu. Sasa unachanganya imani na hicho kitu ambacho unataka kufanya. Ukiweza kufanya hivyo, maisha yanabadilika. Kwa hiyo hili ni eneo la msingi sana kujaribu kulinadi wazo lako. Unachanganya na imani. Usipochanganya na imani, ukipiga kavu, kuna gharama utakayokuja kulipa. Kuna gharama kubwa sana utakuja kulipa. Kubwa sana. Magonjwa, kufilisika, kifo, familia, unatesa familia, unaingiza familia kwenye matatizo. Usipochanganya na imani, kitakachotokea kiko kwenye Isaya Hosea 4:6. Hosea 4:6 neno la Mungu linasema nini? Hosea 4:6 neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Ukiacha kuandika neno la Mungu, kufanya kazi za Mungu, kusoma neno la Mungu, kumtumikia Mungu, apangie mtoto wako hata mmoja kazi. Apangie hata mtoto wako hata mmoja kazi. Hiyo ndio anasema nitasahau watoto wako. Sitapangia mtoto wako hata mmoja kazi. Sasa hiyo ni changamoto kubwa. Na ukijua kabisa mtumikie Mungu, usizae kabisa kama mtumikie Mungu, kwa sababu watoto wanaweza kuwa wazuraji. Hakuna hata mmoja Mungu atapangia kazi. Kwa sababu ukiangalia leo kwa nini, ukiangalia kama ukitaka kujua kwa nini unateseka, muangalie baba yako na mama yako. Muulize baba yako na mama yako, tangia amekuwa mpaka leo amesoma Biblia ngapi ambazo zimeishia kwenye mkono wake akisoma? Ana madaftari ya kanisani kuonesha. Madaftari anaandika kila akienda kanisani, akuonyesha semina alizokwenda, akuonyesha amemtumikia Mungu. Yesu anasema hiyo, namuuliza baba yako. Ukimuuliza baba yako, Yesu anasema kwenye Mathayo 28. Mathayo 28 neno la Mungu linasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walistaajabu, walimsujudia. Lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa muulize baba yako, amebatiza watu wangapi? Amehubiri watu wangapi Injili? Amepeleka watu wangapi kanisani? Amevuna nafsi ngapi? Ameandika madaftari mangapi ya neno la Mungu kanisani? Muulize ana Biblia ngapi? Amekwenda kwenye semina ngapi? Sasa kama hivyo vitu hakuna, unategemea nini? Kwa nini Mungu hawezi kupangia familia kazi hata mmoja? Kumbuka, chochote utakachokipata kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu sio kazi, ni kibarua. Mungu ndo anapanga kazi, wanadamu wanapanga kibarua. Chochote ambacho huwezi kumrithisha mtoto wako sio nini? Sio kazi. Kazi yote ya kuajiriwa sio kazi. Kazi yote ambayo huwezi kwenda na mke wako sio kazi. Hiyo ni kibarua. Kwenye serikali ya Tanzania ni mtu mmoja tu anaweza kwenda na mke wake ofisini. Ni rais tu. Hao wengine wote hawezi kwenda na mke wake ofisini. Labda wapili waziri mkuu. Basi. Tuko pamoja. Hao wengine wanaweza kwenda na mke wake kazini? Hapana. Saa yote kazi inaweza kubadilika. Sasa Mungu anapanga kazi. Mimi nahubiri Injili, naweza kwenda barabarani na mke wangu.
kuvuna nafsi. Leo sipo anahubiri, siko mimi, mtoto wangu anahubiri. Umeona makanisa yote mama baba mtoto wanafanya kwa sababu ni familia moja. Ni kazi Mungu amewapangia, ndio kazi. Kama Mungu alivyomwambia Adam, tunze bustani ile na uilime. Kwa hiyo sasa ujue tofauti ya kazi na kibarua. Work and job vitu vile tofauti kabisa. Job ni kibarua, work ni kazi ambayo Mungu anapanga. Kisikia chochote utakachokisikia kutoka kwa Mungu, hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi. Sasa ndio sababu unaona watu wanateseka, kwa sababu wazazi watoto Mungu hajapangia mtoto kazi. Mungu akikwambia nenda katengeneze Coca-Cola, anaambia changanya maji na sukari. Colgate kaambia washa watu meno. Ni kwa nini? Kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Rockefeller, uliza watu wote ambao wamefanya vizuri sana duniani wametoka katika mwili wa Kristo. Kwa sababu kila kitu anachofanya anakisikia kutoka kwa Mungu. Chochote ambacho umeona kimekaa miaka 200 kina Mungu ndani. Kama kina Mungu akibalizi miaka 200. Ni biashara za Watanzania wangapi tunazozijua? Alipokufa baba tuna biashara zimefanya zimekufa. Kulikuwa kuna Mungu kwenye ile biashara. Kulikuwa kuna Mungu. Hata corona imekuja, imefagia biashara nyingi sana. Zile zote ambazo zilikuwa hazina Mungu hazita survive. Kwa hiyo lazima ukae chini uangalie, usipo kwenye ile wazo lako usipochanganya na imani, ni ngumu kufanikiwa. Ni ngumu kufanya vizuri. Kwa hiyo eneo la pili ambalo tunataka tuliangalie ni eneo la service, huduma. Service. Hii ni aina ya pili ya biashara. Service. Angalia service business. Biashara kutoa huduma. Ukishauza wazo lako, umeshauza wazo lako hapo, umeshawaambia watu kwamba wewe ni nani. Kama sisi tunavyotuona, tunaanza sasa biashara kutoa huduma, tunaanza kwenda kwenye segment. Hapo namba 2 tunaanza kuchukua pesa za watu. Hii namba 1 hapo uchukui pesa. Hapo unapanda mbegu. Unahabarisha watu kwamba ni kitu gani unachofanya. Watu wajue wazo lako. Wazo lako lifanye kazi kwenye maisha yao. Unawapa watu vitu vya thamani kwanza. You give pesa. Unapanda mbegu kwanza. Namba 2 unaanza kutoa seminar, unaanza kuchukua pesa kwao, unaanza kutoa ushauri. Unaanza seminar sasa. Unaanza kuuza. Watu wameshakujua. Watu hao ambao ulikuwa nao namba 1 hapa, unaama nao hapa namba 2. Wanakujua, unaama nao. Unaanza kuwauzia ile huduma sasa. Hamna tena vitu vya bure. Kwa sababu sasa hiyo muda wako ni mdogo. Huwezi patikana kirahisi tena kutoa vitu vya bure. Tayari ushapanda mbegu, unaanza kuvuna hapo. Unaanza kwenda kwenye seminar, unaanza kutoa ushauri, huduma, unaanza kutoa huduma sasa. Na hela unaanza kuchukua. Tuko pamoja? Kwa sababu ile wazo lako ulishalitangaza. Kama sisi Kingdom Business, sasa hivi tunatangaza wazo letu. Tunamaliza mwaka 2022. 2022 tunaanza seminar. Kufanya seminar, kuingia ni unalipia kiingilio. Tuko pamoja? Aina ya tatu ya biashara, hatua 3 ni product business. Product, bidhaa. Product business. Hii aina level ya 3 tumeanza kuuza wazo, tukaanza kutoa huduma. Sasa hivi tunaanza kuuza bidhaa. Tukienda kwenye seminar tunauza vitabu, tunauza CD, tunauza t-shirt, tunauza vitu mbalimbali. Tunauza maji, tunauza vitu vinavyotokana na huduma yetu. Tunauza product. Tuko pamoja? Umeanza kuuza wazo lako bila kuchukua hela ya mtu. Kuliuza maana yake kuliachilia kwenye vichwa vya watu. Baada ya muda unaanza kuuza huduma, seminar, workshop, kutoa ushauri, kufundisha wafanyakazi. Baada hapo unaanza kuuza vitabu, unaanza kuuza bidhaa sasa zinazotokana na nini? Na ile wazo lako. Bidhaa zinazotokana na wazo lako. Kwa sababu ile wazo ilikuwa ni intellectual property, ilikuwa ni pesa, ni mali isiyoshikika lakini ipo. Tuko pamoja? Kwa hiyo sasa hizi hatua 3 ukiweza kuzipita, lazima ufanye biashara. Lakini kwenye namba 1 utakaa miaka mingi sana. Kwenye namba 1 sio chini ya miaka 10 kuuza wazo. Kwenye namba 1 utakaa muda mrefu. Lakini namba 2 namba 3 right? Ni right. Unaanza kutoa huduma. Watu wanaanza kutafuta.
unaanza kufanya seminar. Na namba moja ilikuwa inakusaidia wewe kuimarisha ile kuweka pamoja yale mawazo yako. Kuweza kwa mfano kwenye huduma tuna kalenda yetu ya mwaka, tuna kalenda ya wiki, tuna sala yetu ya toba, tuna maombi yetu. Kila kitu ndio unavitengeneza hivyo vitu vyote kwenye namba moja. Hivyo vyote za kwa mfano sasa hivi nikitokea waandishi wa habari wanakuja hapa wanataka kuniuliza Kingdom Business ni nini, na uwezo kuelezea kwa sababu nimefanyia kazi hapa kwenye namba moja. Nikiitwa sasa hivi tunaitwa sana kwenye vyombo vya habari, radio, wanatujua tunaongea nini. Kwa sababu wanakuita hapa wanataka ile wazo lako, unaenda kufundisha watu bure kwenye vyombo vya habari, radio, TV, mitandao ya kijamii, tunafundisha tu. Na wakilia wazo lako watu waseme, waangalie wazo lako linaleta maana. Kubali watu wakukosoe. Kubali watu waseme kwamba hapo umezidisha au umepunguza. Unaona, kubali kwamba hii ni namba moja. Tukishamaliza muda wetu tunakwenda namba 2. Namba 2 tunaanza kuuza bidhaa zetu kwa watu hao wa namba moja. Na namba moja na ndugu zao na rafiki zao, na wana shuhuda ambazo wamepata kutokana na wazo letu. Kwamba ina maana wataleta rafiki zao kwamba huduma inazidi kukua. Unaanza kuuza huduma, unaanza kuuza bidhaa, inazidi kukua. Na wakati huo unaendelea kuzalisha wanafunzi, unazalisha watu wengine wapya ambao wanaanzia hapo kwenye wazo lako, wanakuja wanaanza kutoa huduma, wanaanza kuuza na yenyewe bidhaa. Kwa hiyo biashara inapita kwenye hizo hatua 3. Biashara isipopita kwenye hizo hatua 3, angalia kuna mtu anaingia kwenye biashara na gia namba 3. Anataka kuuza bidhaa, atengeneze faida, na ana mtu yote anayemjua. Anatengeneza mandazi, anataka kuuza, ana mtu anayemjua. Umeshatengeneza mandazi ukagaia majirani zako, kwa sababu bidhaa yako kama jirani yako hawezi kukula, hawezi kununua, hata Mungu hawezi kununua. Mungu anasema mpende jirani yako kama unapenda nini? Nafsi yako. Kama jirani yako hawezi kununua bidhaa yako, na Mungu hawezi kununua. Anasema kama umpende jirani yako, mimi nitanunua. Kama jirani yako hajaonja bidhaa yako, mimi nitaonjaje? Sasa kuniua. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unapotaka kufanya biashara, wazo lako lazima uliingize sokoni, uhabarishe watu kile kitu unachokifanya, watu waonje bidhaa yako, watu waone mawazo yako, waone unataka kuja na kitu gani. Watu waanze kuwa na shauku ya kusubiri. Ni kama movie wakati movie inatengenezwa, wanaanza kutangaza ile movie, wanakwambia coming soon. Watu wanaanza kusubiri ile movie. Ndio ile wazo lako, watu wanaanza kulisubiri, wanakuja kuona, wanakuja kwenye huduma, wanaanza kuuza hiyo huduma, wanaanza kuja kuuza vitabu, unauza CD, unauza DVD, unauza vitu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanasubscribe, watu wanataka kuwa members wa huduma yako, wanalipia membership. Kila kitu unaanza kutengeneza pesa. Kama ni kanisa, watu wanaanza kutoa mafungu ya 10, wanaanza kutoa sadaka. Watu ambao walipata shuhuda kupitia huduma yako wakati unafundisha bure, unapata shuhuda, utakapoelekea wanakufuata. Kwa hiyo biashara isipopita kwenye hizo watu 3, haina muda mrefu, inakufa haraka. Unakuja unaanzia kwenye kuuza bidhaa, inakufa haraka hiyo biashara. Utakaa kwa muda mfupi tu inaondoka, inafutika, kwa sababu haina mzizi. Ni zile mbegu ambazo ilianguka kwenye mwamba. Kuna udongo juu kidogo, lakini chini kuna nini? Kuna mwamba. Sasa ile mizizi iliposhika ile mwamba, kakauka. Lakini biashara ikianzia, wazo lako unapolikabidhi kwa Mungu likathibitika, unakwenda kwenye service, unakwenda kwenye biashara. Angalia Yesu alichukua miaka 18 kuuza wazo lake, intellectual property. Wazo alokuja nalo, wazo la Yesu la ufalme wa Mungu. Injili ya nini? Ya ufalme wa Mungu. Mathayo 24. Hii ndio injili Yesu alikuwa anahubiri. Mathayo 24:14. Mathayo 24:14, neno la Mungu linasema nini? Tena habari njema ya habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Injili ya ufalme wa mbinguni. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine mtafanya nini? Tazidishiwa. Injili ya ufalme, injili ambayo ni ya upendo, injili ya kufundisha upendo, kufundisha neema, ndio ujumbe ambao Yesu alikuwa anafundisha.
sio sheria, neema. Sheria alikuja nayo Musa, Yesu alikuwa amekuja na wazo la neema. Alifundisha ili wazo kwa miaka 18. Yesu anaonekana akiwa na amezaliwa, akaonekana akiwa na miaka 12, akaonekana akiwa na miaka 30, anaanza huduma. Hapa miaka 30, miaka 18. Asijui Yesu yuko barabarani anahubiri Injili. Anatangaza wazo lake. Anatangaza nini? Wazo lake kwa watu. Alipomaliza kutangaza wazo lake, akaanza huduma miaka 3.5. Miaka 3.5 akaondoka. Akaachia kina Petro maandishi, andikeni vitabu, katika Biblia Agano Jipya. Product. Biblia iko sokoni inauzwa sasa hivi. Kweli uongo? Biblia inauzwa. Akaachia kina Petro kaandika vitabu. Kaambia uzee product. Amekaa miaka 18, anatembea nyumba hadi nyumba, anatangaza nini? Injili ya ufalme wa Mungu. Sio injili ya mafanikio, injili ya ufalme wa nini? Wa Mungu. Akatoa huduma miaka mingapi? 3.5. 3.5. Ukisoma kwenye Mathayo 13, Mathayo 13:54, neno la Mungu linasema na alifundisha katika nchi yake. Akawafundisha katika sinagogi lao. Hata wakashangaa wakisema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu amepata wapi hekima hii? Akifundisha anatoa huduma kwa nini? Tena miujiza na hekima kuponya watu. Ukisoma kwenye anatoa huduma, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 1 mpaka wa 5, Mathayo 11 mstari wa 1 mpaka wa 5, neno la Mungu linasema, ikawa siku alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Miaka 3.5 wanatoa huduma. Viwete wanakwenda, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, wenye ukoma wanatakaswa, na maskini wanahubiriwa nini? Miaka 3.5 anatoa huduma. Alipomaliza tukamwambia kina Petro, mimi nimemaliza naondoka. Chapisheni vitabu, Biblia uzeni. Biblia ndio iko sokoni na tuko pamoja. Sasa huo ndio mfumo ambao Yesu alianza nao. Alianza kwanza na ile wazo lake kuliuza. Bure achukue la mtu, nauza kwenye akili za watu. Kuuza biashara ni kitu chochote ambacho mnabadilishana mawazo. Yaani kubadilishana mawazo. Kama sasa hivi hapa tunafanya biashara. Kwa sababu Yesu alisema kwenye kitabu cha Luka 2:49 anasema, I am about my father's business. Niko kwenye biashara nani? Ya baba yangu, kwenye kitabu cha Biblia ya Kiingereza. Kwa sasa anauza ile mawazo yake, my father's business. Anauza ile mawazo yake. Kwa miaka 18, miaka 3 akatoa huduma. Kumaliza akamwambia kina Petro, chapisheni vitabu zenu. Full stop. Maisha yakaanzia hapo. Tuko pamoja. Sasa hiyo ni mfumo ambao Yesu aliuanzisha. Unaingiza wazo lako sokoni kwanza, baada muda unaanza kutoa huduma. Unatengeneza bidhaa, unauza. Una uwezo wa kuuza huduma, una uwezo wa kuuza bidhaa. Vyote vinauzika. Watu wote wanauza vitabu, inspiration speakers, wachungaji, makanisa, wanauza huduma na wanauza bidhaa zao. Ukienda Safina, wanauza huduma na bidhaa. Kweli uongo? Wana maji, wana sukari, wana chumvi, wana mafuta, na bado ukienda ukumbini na hudumiwa na wanatoa sadaka. Kile huduma ya nini? Umenunua kwenye makanisa ni hivyo. Kwa sababu kanisa linaendeshwa na nini? Na zile fedha. Kwamba wenyewe wana usiku walali, wako kwenye redio usiku na mchana, wanasoma usiku na mchana, wanafikiri usiku na mchana, kwamba lazima kuna gharama zinatakiwa kulipwa pale. Lazima ukija kwenye ukumbi uje na sadaka. Tusiendeshaje huduma? Kwa sababu kuna umeme pale, kuna wafanyakazi, kuna jengo limejengwa, kuna gharama nyingi za kulipa. Kwa zile sadaka zako zinasaidia kusongesha ufalme wa Mungu mbele. Kwa lazima ujue kwamba wazo ndivyo linavyoanza. Bado dakika moja tumalize. Kwa hiyo nachotaka tu ukijue ni kwamba
wazo lako linaweza kuwa ni dogo sana, lakini biashara yako ni ndogo, lakini wazo nini ni kubwa. Yaani biashara ni ndogo, unaweza kuwa unachoma mahindi, lakini wazo la ficho leo sio kuchoma mahindi. Mahindi ni mahali pa kuanzia. Umeelewa? Unauza karanga, ficha sio kuuza karanga. Una kiwanda cha karanga. Unachoma mahindi, ficha sio kuchoma mahindi. Una shamba eka 1000 za nini? Za mahindi. Na shamba eka 1000 za mahindi. Ndio jinsi kwamba wazo biashara ndogo lakini wazo kubwa. Kwa mfano sisi unaona tunahubiri katika maeneo kama haya, katika kiwango kama hicho. Lakini sisi tuna huduma ambayo inasambaa dunia nzima. Lakini tunaanzia hapa. Ukitaka kupanda mlima Kilimanjaro, unaanza na hatua moja, futi 19,340. Unaanza na hatua moja. Kwa hiyo lazima uanze na hatua moja. Yaani wazo ni biashara ni ndogo, lakini wazo ni kubwa. Ndio jinsi ilivyo. Watu wengi wanataka kuanza na biashara kubwa na wazo dogo. Inafia njiani. Inakufa haraka. Kwa hiyo lazima ujitahidi katika ile eneo ulifanyie kazi. Hiyo ndio jinsi ambayo Mungu anasema siku moja kwa Mungu ni miaka 1000. Na miaka 1000 ni siku moja. Ina maana siku moja kwa Mungu ni miaka 1000. Ina maana wazo ni ndogo. Wazo dogo. Siku ni moja lakini miaka 1000. Wakorintho Petro wa pili sura ya 3:8. Petro wa pili 3:8. Kwamba siku ni moja lakini miaka ni 1000. Miaka 1000. Kwamba unapotaka kuweka wazo lako chini. Na kitu kingine tumalizie, watu wenye umri mkubwa, umri umeshasogea. Umri ukishasogea kuna hii formula ya 0, 1, 50, 12. Hii 0 ni kabla hujazaliwa, 1 ni kipindi cha mimba ukiwa tumboni, kwa China unahesabu ni mwaka mmoja mtoto anapokuwa tumboni. Alafu kuna miaka yako ya kimwili na miaka yako ya biashara. Kama umeingia kwenye biashara una miaka 3, una miaka 75. Alafu umeingia kwenye biashara una miaka 3. Ni 0, 1, 75, alafu una 3. Tuko pamoja? Ina maana kwamba kabla hujazaliwa mwaka wako kwa tumboni, miaka yako ya kimwili 75, kwenye biashara una miaka 3. Ina maana wewe bado ni mtoto mchanga kwenye nini? Kwenye biashara. Usiangalie umri wako wa mwili. Wanyama na mwili ukafikiri kwamba wewe hujakuwa kwenye ile eneo, wewe bado ni mchanga. Kama umeokoka na maana una miaka 3, na maana ni mtoto wa miaka mingapi? 3 katika wokovu. Sasa ukitumia formula wakati unaanza biashara, au unakuta mtu amestaafu ana miaka 60, alafu ndo ana miezi 3 kwenye biashara, unaandika hapa miezi 3. Ina maana wewe ni mtoto wa miezi 3, hii biashara hujajua. Inabidi ukae utafute sana maarifa, utafute maarifa kabla hujaanza kuuza bidhaa yote. Unaweka hela yako benki, unaanza sasa na namba 1. Unaanza kutengeneza wazo lako, kuanza kueleza watu wazo lako, kwa sababu watu ambao wamestaafu ni rahisi sana kufungua huduma ya kusaidia wastaafu wenzao, lakini hawajagi na hilo wazo. Ni kama mtu anayekula madawa kulevya, akiweza kusafishika, akienda ikaisha ile madawa kulevya katika mwili wake, anafungua kituo cha kusaidia wengine wanaokula madawa nini ya kulevya. Mtu anayevuta sigara, akisipa akiacha sigara, anafungua huduma ya kusaidia watu wengine kutoa elimu ya kutokuvuta nini sigara. Sasa mtu ambaye amestaafu anafungua eneo la kusaidia wastaafu. Wastaafu watafanyaje? Kwa sababu yeye anajua walipokuwa wanafanya kazi, wanajua changamoto za kustaafu. Wanaona watu kumaliza miaka 5 au maliza miaka 5 wanakufa. Anafungua kituo cha kusaidia wastaafu kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la imani, kwenye maeneo mbalimbali, kutoa ushauri wastaafu jinsi gani wanaweza kuanza biashara, kuatia moyo. Na unaona tayari umeshaanza kitu. Lakini sio umestaafu umepewa la mafao unakwenda kwenye product, unafungua hardware, unafungua duka, unafungua biashara. Haiwezekani. Una wateja, una watu wanaokujua wewe. Hujui biashara. Unatoka moja kwa moja na hela mafao, unaenda kufungua duka. Lazima lipe ile duka. Bado unabidi uweke hela yako benki, uanze namba 1. Uje tukufundishe labda kama uko Arusha, tukufundishe nini cha kufanya. Hela yako ikae, weka kwenye fixed deposit. Na waambia benki nikitoa pesa kabla ya miaka 5, mkate hela nusu, chukue nusu na nusu, ndio mnasaini mkataba na benki.
Na kweli ukipata changamoto utaweza kwenda kutoa, kwa sababu ukitoa tu kabla ya miaka 5 benki inachukua nini? Nusu ya pesa yako. Kwa hiyo huwezi kuchukua, unafanya maamuzi magumu. Kwa hiyo kwa ufahamu ni vizuri kuanza biashara kwa kutumia hizi hatua. Itakusaidia sana mbele ya safari. Usianze biashara na lugha nyingine, anza biashara na vitu vya bure. Tutakuja kufundisha hilo eneo. Kuanza biashara na vitu vya bure, hakuna kitu hata kimoja unalipia. Unaanza biashara na vitu vya bure. Vitu vya bure. Na biashara itakuwa kubwa mno kwa sababu hakuna kitu hata kimoja unacholipia. Na ni namba 1. Unaanza biashara na vitu vya bure. Vitu vya bure. Kuna kitu ambacho unalipia. Kwenye namba 1, unaanza kukuza wazo lako. Unakuza wazo lako na vitu vya nini? Vya bure. Kwa mfano nikupe mfano mmoja. Sasa hivi wewe umekuja huko darasani hapa au unasikiliza ujumbe. Unanilipa mimi? Ina maana unaanza biashara na vitu vya nini? Vya bure. Unilipi mimi? Mimi nakufundisha bure. Tuko pamoja? Kwa hiyo kuna vyanzo vingi sana vya bure ambavyo vitakusaidia kuanza nini? Biashara. Hakuna hata kimoja unachokilipia. Hakuna. Ukienda kutafuta mahali information, ukienda leo TRA unataka information, kwani unalipa? Wanakufundisha bure. Jinsi ya kulipa kodi ya nini? Ya serikali. Ukienda manispaa unataka information, wanakupa bure. Popote utakapoenda wanakupa information bure. Unaanza biashara na vyanzo vitu vya bure. Vikishakamilika tayari unaanza biashara. Una taarifa zote za kutosha. Kuna maonyesho ya Sabasaba, kuna maonyesho ya nani. Unakwenda kwenye nini? Kwenye maonyesho. Watu walikuja kujionyesha kwenye maonyesho, wanakupa taarifa bure za kile kitu unachokitafuta. Ukienda kwenye mashamba darasa, wanakupa taarifa bure. Unaanza biashara na vitu vya bure. Kwenye internet, kwenye YouTube, kwenye kila kuna vitu vya nini? Vya bure. Unaanza biashara vitu vya bure. Kuna mtu yuko pale anafundisha na umlipi. Ana taarifa za kile kitu ambacho unakitaka. Biblia unayosoma hapo hujaandika wewe. Hujaandika barabara unayoipita, hujajenga wewe. Kweli uongo? Hata hizo nguo ulizovaa kushona wewe. Anza biashara na vitu vya nini? Vya bure. Acha kwa vitu vya kwenda kununua. Kuna vitu vya kununua ndio. Ili watu wengi wanafikiri kwamba vile vya kununua ndio wataanza biashara vizuri zaidi. Ukianza na vya bure utafanya vizuri zaidi kwa sababu una imani yako unaweka kwa Mungu. Ukianza na vya kununua, imani yako inaweka kwenye pesa. Na mwisho wako unakuwa ni mfupi. Kwa sababu unajua kwa sababu nimenunua pesa, nimenunua kitafanya kazi. Kumbe umenunua na kitafanya kazi kwako. Na utachukua cha bure kitafanya kazi kwako. Kile cha pesa kijafanya nini? Hakijafanya kazi. Cha bure kimefanya kazi. Kwa hiyo kwa fahamu tutaishia hapo. Nawashukuru sana kwa muda wenu. Swala ni kwamba kila unachokiwaza kiweke kwenye makaratasi. Kiweke kwenye makaratasi. Alafu kila unachokiwaza share na mtu mwingine, shirikisha na mtu mwingine. Biblia inasema kusoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura 11 mstari wa kwanza na wa pili. Mhubiri 11:2. Kila unachokiwaza shirikisha na mtu mwingine. Mhubiri 11 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, inasema tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku si nyingi. Tupa chakula chako usoni pa nini? Pa maji. Na maana kuweka mahindi yako mahali kuna maji, ardhi yenye maji. Mstari wa pili nasema wagawie sehemu watu 7 hata 8, maana ujui baa gani zitakalo kuwa juu ya nchi. Wagawie sehemu watu 7 au 8. Yaani zile taarifa zako share na watu wengine 7 au 8. Kwa sababu juu kuna baa gani zitakuja juu ya nchi. Tuko pamoja. Share na watu wengine kile kitu ambacho unachonacho. Sio mchoyo, kwa sababu watu share kwenye internet, mtandao wa kijamii. Sikiliza watu wengine wanasema nini. Saidia mtu mwingine kile kitu, zile information. Mueleze mtu mwingine hicho kitu kwamba asome. Utakosa mtu ambaye Mungu amemwelekeza kwenye page yako ya Facebook kuangalia kwenye internet, kwenye website. Mungu atamwelekeza mtu pale ataenda kusoma na atakuwa yule mtu amefanya nini? Amepona kwenye hicho kitu ambacho alikuwa anakipitia. Basi kwa ufahamu tutaishia hapo. Tumshukuru Mungu kwa dakika chache alafu tumalize somo letu. Asante. Mungu awabariki sana.
Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 8 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku mpya leo uliyofanya kwa ajili yetu, tunaifurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa 6, asante kwa mwezi wa 7, asante kwa mwezi wa 8. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 7 ya mwezi wa 6 mwaka 2020, asante kwa tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2020, asante kwa tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, asante kwa tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2100 katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa tarehe 7 ya mwezi wa 7. Asante Roho Mtakatifu kwa siku ya jana, asante kwa siku ya leo, asante kwa siku ya kesho, asante kwa majira ya saa 7, asante kwa majira ya saa 8, asante kwa majira ya saa 9. Tunabariki ya majira ya saa 8 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 8 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 8 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki ya majira ya saa 8 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 8 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, tunafungua malango ya ufahamu wa Kristo, tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo, tunafungua malango ya kujifunza biashara, tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo, tunafungua malango ya spidi ya Kristo ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kutazama katika ulimwengu wa kiroho, kuona katika ulimwengu wa kiroho katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, neema ya Kristo, ujasiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji, uliyefanya mianga mikubwa, jua litawala mchana, mwezi na nyota zitawala usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri, ukaua wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetufufua katika
ukiwa, katika utupu, katika giza, katika umaskini, katika magonjwa, kwa damu ya Kristo Nazareti iliyomwagwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetusamea maovu yetu, ukatuponya na magonjwa yetu kwa damu ya Kristo Nazareti iliyomwagwa msalabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetusamea madini yetu yote ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Kristo Nazareti iliyomwagwa msalabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetulinda tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Kristo Nazareti, kwa kutuzungushia ukuta wa moto katika jina la uweza la Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba mtukufu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza la Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tunapokea katika jina la uweza la Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki ndoa zao, bariki watoto wao, bariki wake zao, bariki familia zao, bariki majirani zao, bariki wateja wao katika biashara, wanafunzi wao katika huduma, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki mawazo yao. Chochote watakachowaza Roho Mtakatifu kikapate kutokea. Bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapate kutokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tunapokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele yako, tunasema asante. Tunakaribisha tena katika majira ya saa 8 katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi za uovu. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuthubutu kuanza biashara kidogo na wazo kubwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kumtumikia Mungu, kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Utupe neema ya Kristo ya kufanya kazi za kijamii katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa upendo wako, asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tunapokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakaribisha katika majira ya saa 8. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tunaenda kwenye sala ya toba dakika moja. Tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3. Nikisema jina langu Billy Mush, unasema jina lako. Turudia maneno. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi. Mimi Billy Mush, naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamee makosa yangu yote, unisamee dhambi zangu zote, unisamee maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareti kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, amen. Tarudia maneno nikisema jina langu Billy Mush, nasema jina lako. Turudia maneno. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu vitanipata mimi Billy Mush siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah.
are you? But today, brother, them people they ask me how are you? But today, people they tell me how are you? For promotion, I thank God.